nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Na katika mabedui au watu wa vijijini wako ambao huwa wanahesabu ile michango wanayochangishwa au hamasa ya kutoa sadaka, wanahesabu kwa wao ni gharama, wanafilisiwa. Jana tulisoma aya al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa, watu wa shamba ni makafiri zaidi na wanafiki zaidi. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah, na kwa kiasi kikubwa huwa hawaelewi maana, madhumuni, mipaka ya maagizo aliyoyateremsha Allah. Kwa hiyo wanaagizwa jambo kwenye Qur'ani lakini hawalielewi hikma yake, wao wanalielewa vibaya tu. Ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi, kwa kiasi kikubwa hawaelewi mipaka ya maagizo aliyoteremsha Allah kumteremshia mtume wake. Wallahu alimun hakim, na Allah ni mwenye ilmu, anajua kila kitu na hufanya mambo yake kwa hikma. Hataki kwambieni toeni, sio anakuoneeni choyo anataka wafilisi. Kuna hikma ya kutoa maagizo kama hayo, lakini hawa watu hawaelewi hikma yenyewe. Na hii aya 98 inasema wa minal a'rabi, na miongoni mwa hawa watu wa vijijini pia, man yatakhidhu ma yunfiqu maghraman, wako wanaelewa kwamba kile wanachokitoa ni kufilisiwa mali zao, wanafukarishwa. Watarabbasu bikum ad-dawair, na kila mkiwachangisha, mkiwahamasisha kutoa sadaka, wanakuombeeni maharibiko, muharibikiwe, mupigwe, mupinduliwe, musambaratike. Wanaomba kama hivyo, wanaomba majanga, maafa kwenu. Alaihim dairatu sawi, lakini haya maafa yatakuja kwao, tena kwao yatakuja maafa mabaya. Wallahu samiun alim, na Allah ni mwenye kusikia na anajua. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir, lakini sio wote huko vijijini kuwa ni waharibifu. Wa minal a'rabi, na katika watu wa bedwi, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, wako huko vijijini watu wenye imani nzuri kwa Allah na wanaamini siku ya malipo, kwa hiyo wanajitayarisha nayo kwa kufanya ibada na amali za kheri. Wayatakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah, na wako wanaofanya kile wanachokitoa wanaamini kuwa ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa salawatu rasuli, na kumuunga mtume sallallahu alayhi wasallam. Ala innaha qurbatul lahum, kwa kweli hawa wanaotoa kwa ikhlasi, wanaomtambua Allah, wanachokitoa inakuwa ni kikurubisho kizuri kwa Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, hawa wenye kutoa kwa ikhlasi ndio ambao Allah atawaingiza kwenye rehema zake. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, na kuna wale waliotangulia mbele katika imani na taa. Wako watu waliohama kutoka Maka kuhamia Madina, na wapo wale wenyeji wa Madina waliowapokea ndugu zao wahamiaji. Wako wenye kiwango kizuri cha imani na taa. Walladhina tabauhum biihsani, wako na wengine mbali na hao wa Maka na wa Madina, wako waliowafuata katika imani na taa kwa wema. Radiyallahu anhum, Allah karidhishwa na amali zao. Waradu anhu,
na wao wataridhika na kile watakacholipwa na Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, na Allah amewaandalia pepo inayopita mito chini yake, khalidina fiha abada, watakwenda kuishi milele katika pepo hizo. Dhalika al-fawzul azim, hayo ni mafanikio makubwa. Tukiondokea hapo katika aya ya 97 98, leo tunaondokea wa min al-a'rabi, na katika watu hawa wa badwi, watu walio nje ya miji, man yatakhidhu ma yunfiqu maghraman, wako wanaojalia kile wanachokitoa ni hasara kwao. Yani maghraman ni kitu kinachowatia kwenye gharama, mnatutia madeni, mnatufilisi, mnatufukarisha, wanahesabu hivyo. Kwa hiyo wakiambiwa changieni hiki, toeni kwa ajili ya Allah, tusaidie jambo hili, vyote hivyo wanahesabu ni shari, wanapokonywa kilichomo mifukoni mwao. Maana yake wa min haulai al-a'rabi, na miongoni mwa watu hawa walio nje ya miji, aljuhalau, ambao ni wajinga, hawana maarifa ya kiimani. Man yaudu ma yusarrifuhu fi sabilillah, kuna watu katika watu wa vijijini wanaodhania kile wanachoambiwa watoe katika kutetea au kupigania dini ya Allah, wayatasaddaqu bihi, na wanajalia kile kitu ambacho wanakitoa sadaka gharamatan wa khusrana, wanajalia kama ni gharama na hasara, wanaona wanatiwa hasara kwenye mali zao. Liannahu, kwa sababu la yunfiquhu ihtisaban fala yarju lahu thawaba, hata akitoa anatoa shingo upande, kachukia, hatoi kwa ajili ya kutarajia thawabu kwa Allah. La yunfiquhu ihtisaba, hakitoi anachokitoa kwa kutegemea radhi ya Mungu, fala yarju lahu thawaba, kwa hivyo hata kama anatoa baada ya kupigwa harambee, ametoa kakunja uso, roho imenyonga, hatarajii thawabu, aamini kabisa kwamba hapa nimewekeza, kuna siku nitalipwa. Na si hilo tu, sio kwamba katoa na kachukia. Wayatarabbasu bikum dawaira, nyinyi mnaowahamasisha kuchangia wanakuombeeni majanga, maafa. Yani kwa wakati ule mtume kama katoka anaenda kupambana na maadui zake, watu kama hawa wanasema inshallah asirudi, afilie mbali huko, mambo yaishe, wanaomba maafa kama hivyo. Yantadhiru bikum masaiba dunya, wanategemea na wanaomba huku wakisubiri ya kufikeni misiba ya dunia, liwapate la kuwapata. Chuki mmewaomba kidogo tu, fi sabilillahi watoe. Liyatakhallasu min a'ba'i nafaqa, wanakuombeeni maafa, kwamba yakikupateni maafa mkapigwa mkauawa, haya mambo ya kuwachangisha yatakuwa yanaisha, watabaki na vyao, havitopungua. Alaihim dairatu sawi, Allah akasema kama wanakusubirieni nyinyi wafike maafa, haya maafa mabaya yatakuja upande wao, Allah atawafikishia wao maafa. Jumlatu i'tiradiyya ni sentensi iliyokuja kupachikwa hapo, lidua alaihim, yenye maneno ya kuwaapiza. Kama wanakuombeeni nyinyi maafa, maafa yatawafika wao.
Allah atawafikishia maafa hapa hapa duniani. Ay alaihim yaduru aladhabu walhalaku, adhabu na maangamizo itakuja kwao wao wanaojisikia wako safe, wako salama. Wallahu samiun alim, na Allah ni mwenye kusikia yanayosemwa na viumbe wake, na anajua dhamiri za wasemaji, wamesema hivi wanakusudia nini. Yasma'u li aqwalihim, Allahu samiun li aqwalihim, Allah ni mwenye kusikia maneno yao. Alimun bi af'alihim, halafu Allah anayajua matendo wanayoyatenda, wanatenda hivi wanakusudia nini. Wa min al-a'rabi, lakini pia katika watu hao walio nje ya miji yenye ustaarabu, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, wako ambao wanamuamini vizuri Allah na wanaamini siku ya mwisho. Kwa hiyo wanajiandaa na siku ya mwisho kwa kufanya amali njema, wanatoa sadaka, wanashiriki jihadi, wanasoma dini yao, wanafanya ibada kwa ikhlasi vizuri. Wa min al-a'rabi, na miongoni mwa watu hawa wa shamba, man yusaddiqu biwahdaniyati llahi, wapo ambao wanasadiki upweke wa Allah, wanajua Mungu ni mmoja. Wa bilba'thi ba'da almauti, na wapo ambao wanaamini kuna kufufuliwa baada ya mauti. Ala aksi ulaika almunafiqin, ni kinyume na hao washamba wanafiki. Wako washamba waumini, imani yao nzuri sana, wanamuamini Allah, wanaamini siku ya mwisho, wanaamini malaika, wanaamini vitabu, wanaamini mtume, wanaamini qadari, wako vizuri, wanaishi nje ya miji lakini wako vizuri kiimani na taa. Halafu hawa wenye imani nzuri, wayatakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah, wanachukulia vile wanavyovitoa katika sadaka kama ni kitu cha kuwakurubisha kwa Allah. Kwa hiyo wanatoa kwa roho zao radhi, kwa ikhlasi kabisa, kwa kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wayatakhidhu ma yunfiqu fi sabilillah, hawa wenye imani ijapokuwa washamba wanajalia kile wanachokitoa fi sabilillahi ma yuqarribuhu min ridallahi wa mahabbatihi, wanajalia sadaka zao kuwa ni kitu kitakachowasogeza karibu na radhi ya Mungu na mapenzi yake. Wanafanya hivyo kwa kujipendekeza kwa Mola wao na kwa kutafuta radhi ya Mola wao. Wa salawatu rasuli, na pia wanafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta dua za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaonyesha taa yao kwa kiongozi aliyeteuliwa na Allah, mtume, ili wapate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume awakubali, awaombee dua. Salawatu rasuli ay du'a rasuli wa istighfarihi lahu, wanatoa sadaka zao wakitegemea Allah atawaombea dua, nani mtume atawaombea dua kwa Allah na atawaombea msamaha kwa makosa yao mbalimbali ambayo binadamu hasalimiki na kukosea. Kwa hiyo anatoa sadaka kwa nia njema, kwa ikhlasi, na halafu anatarajia kwamba nitaombewa dua na msamaha na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala fahamuni kwamba innaha qurbatul lahum, kwa watu wema kama hawa wanachokitoa kweli kinakuwa ni kikurubisho kwa Allah. Allah anawakubali, anapokea sadaka zao, atazitia baraka, atazikuza na atawasamehe makosa yao. Harfu ala adatul istiftahi, ala ni chombo cha kufungulia maneno, anasema kwa hapa. Litanbihi, imetumika hii kwa kuwatanabahisha wasomaji au wasikilizaji. Ala li'tinai bil amri, wanatanabahishwa wasomaji au wasikilizaji kulipa umuhimu hili jambo la kutoa sadaka, ambalo hata watu walioko vijijini wenye imani nzuri wanafahamu umuhimu wake. Kwa hiyo wafahamu
Wale watu wengine ambao ufahamu wao mdogo wafahamu hili jambo ni muhimu, linamkurubisha mtu kwa Mola wake karibu, linapelekea mtu asamehewe makosa yake, linapelekea mtu abarikiwe kwenye riziki zake. Inawezekana ukawa na tabia ya kutoa sadaka, Allah akakufungulia milango ya baraka katika biashara zako, ukaona unapata faida nyingi ndani ya wakati mfupi kwa sababu ya fadhila ya sadaka. Na mwingine yule na kioze ambaye hatoi kitu, akajikuta kakaa sana anauza, hapati chochote katika faida, hasongi mbele. Yani ala inna hadha linfaqa, eleweni kwamba hii tabia ya kutoa qurbatun azimatun, ni kitu kinachomkurubisha kwa Mola wake mtu kikubwa mno. Ni kitu kikubwa mno kinachomkurubisha mtu kwa Mola wake. Tuqarribuhum liridha rabbihim, sadaka zinawakurubisha kwenye radhi ya Mola wao. Haithu anfaquha mukhlisin, pale wanapozitoa sadaka zao kwa ikhlasi, kweli wametoa kwa kutaka radhi ya Allah, basi Allah akiridhishwa na jinsi walivyotoa, na yeye huwa anawatilia baraka kwenye machumi yao na mambo yao mengine. Naambiwa sadaka pia inakuwa ni tiba. Una mgonjwa wako ushahangaika naye sana, basi kwa sadaka inawezekana Allah akapunguza makali ya magonjwa, au mgonjwa akatibika kabisa. Inasaidia, lakini mchango wake hauonekani, mtu huangalia upande wa hasara tu. Hawa wenye kutoa kwa ikhlasi sadaka zao, sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, hawa Allah atawaingiza kwenye rehema zake. Sayudkhiluhumullahu fi jannatihi, Allah atawaingiza hawa kwenye pepo yake. Allati a'addaha lilmuttaqin, pepo ambayo Allah ameiandaa kwa ajili ya wacha Mungu. Wanaotoa kwa ikhlasi, Allah kawaahidi pepo, anawasamehe makosa yao na atawaingiza kwenye pepo ambayo inapita mito chini yake. Inna Allaha ghafurur rahim, aya imemalizia kwa kusema hakika ya Allah ni mwenye kusamehe na ni mwenye rehema kwa viumbe wake. Inna Allaha ghafurun rahimun, ay ghafurun li ahli ta'atihi, Allah ana tabia ya kusamehe sana, kuwasamehe wale wanaomtii. Watu watiifu wana ahadi ya Allah kwamba kuteleza kwao Allah huwa ni mwepesi kuwasamehe. Rahimun bihim, alafu Allah ni mwenye rehema sana kwao. Haithu wafaqahum li ta'atihi, rehema ya Mungu ni kule kuwawafikisha wakawa wanapenda dini yao na wakamtii Mola wao. Kurehemewa ni kutolewa kwenye maafa ukapeleka kwenye kheri. Sasa kule Mungu kukujalia moyo wako ukawa unapenda dini, unapenda ibada, wewe umerehemewa. Maana mtu alokosa kurehemewa na Mungu hana habari na dini wala hapendi ibada. Yale ya dhambi ndo hobi yake, na yale ya taa yeye huwa anayachukia. Huyu hajarehemewa. Kwa hiyo wanaopendwa na Allah, kama ilivyo katika sehemu nyingine ya Qur'ani, man yuridillahu an yahdiyahu, mtu ambaye Allah anapenda kumuongoa, yashrah sadrahu lilislami, humkunjulia moyo wake ukawa unapenda dini. Huyu ndo kakusudiwa kuongolewa na Allah. Wa man yuridillahu an yudhillahu, na mtu anayetakiwa kupotoshwa na Allah, yule anayetakiwa apotee, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, Allah hufanya moyo wa mtu mpotovu ukawa ni wenye dhiki, ukawa mzito kukubali kheri. Kaannama yas'adu fi samai, ukimpa jambo la dini huona kama kaambiwa hapa mbinguni na hana mbawa. Unaona ule ugumu anaouona. Sasa huyo anayeona mambo ya dini kwake magumu, huyo hajarehemewa. Yule ambaye anaona mambo ya dini kwake mepesi, huyo ndo karehemewa.
katolewa kwenye shari. Rahmatullahi wa barakatuh. Hizi mbili, wale wa mwanzo na hawa wengine. Fahunaka qala, kwa kuonyesha tofauti ya watu wale na hawa, ndo maana Allah akasema ala innaha qurbatul lahum. Wale wa vijijini kasema kile wanachokitoa kwa imani na ikhlasi ni kikurubisho kizuri chikitakachowakurubisha kwa Mola wao. Wa huna qala, lakini kwa hawa sabiquna alawwaluna, wale wa kwanza kabisa waliotangulia mbele katika imani na taa, Allah kasema kuwasifia wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu. Allah amewaandalia pepo ambayo chini yake munapita mito. Wale ambao wanachokifanya wanajikurubisha kwa Mungu, wale watu wa vijijini na watu kama sisi tulokuja zama hizi tunababaisha tu, hatuko fahamu kama wale wa mwanzo walivyoishi vizuri, walosimamiwa na mwenyewe Mtume. Tofauti kubwa. Kwa hiyo hawa wakasema wanafanya kheri, lakini kheri wanazozifanya ni kitu kizuri cha kujikurubisha nacho kwa Mola wao. Wale wa mwanzo sabiquna alawwaluna, Allah sifa yao kasema a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Hawa Allah kishawaandalia pepo ambazo chini yake munapita mito ile ya vijijini, viamboni, na mito inayopita huko mashambani. Wa hunaka khatmu, na mwisho Allah amemalizia, amefungia kwa kusema inna Allaha ghafurun rahimun, hakika Allah ni msamehevu sana kwa makosa wanayofanya waja wake na mwingi wa rehema, anapenda kuwatengenezea namna ya kujitoa kwenye matokeo mabaya waende kwenye matokeo mazuri, kama alivyosema inna Allaha yuhibbu tawabina. Kukosea ndiyo mnakosea viumbe wangu, lakini hebu eleweni, Allah anawapenda wale wakoseaji wanaotubu makosa yao. Ushakosea halafu pia unapendwa, lakini kuna jambo ulifanye lisababishe upendwe, pia tunalikataa. Wewe ni kukosea mpaka mauti yanakukuta, wewe ni mkoseaji tu. Badilika, fanya jambo upendwe. Inna Allaha ghafurur rahim, aya imemalizia hivyo. Wa huna khutima, na hapa kwa hawa sabiquna inna Allaha ghafurur rahim ni kifungio cha maneno ya wale watu walioambiwa al-Arabu, mabedui, watu wa vijijini, kwamba wana makosa wanafanya, na mwisho Allah kamalizia kwa kusema inna Allaha ghafurur rahim. Wa huna, lakini aya hii iliyowataja sabiquna alawwaluna mwisho wake khutima, imemaliziwa kwa kusema dhalika alfawzul azim. Haya waliofanikiwa kuyapata wale sabiqun, haya ndiyo mafanikio makubwa, wamefanikiwa vya kutosha watu hawa. Aya inayofuata Allah anasema wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun. Haya maneno anaambiwa Mtume na wale masahaba wake wanaoishi mjini Madina. Mji ni mji tu, ni kioo cha ustaarabu. Sasa Allah kashusha maelezo yake, anaambia wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun, miongoni mwa watu waliomo pembezoni mwenu, ng'ambo na nje ya mji, katika watu walioko kwenye badu, hawa wengi wanakuwa ni wanafiki. Mumezungukwa pembezoni mwenu na watu wanafiki, wamesilimu lakini imani yao kwenye dini sio nzuri. Yani wanajulishwa watu wa mjini kwamba wa mimman hawlakum ya ahla almadina, miongoni mwa watu walio jirani yenu waliokuzungukeni enyi watu wa Madina,
Munafiqun ni watu wenye tabia ya upungufu wa imani, imani yao kwenye dini sio nzuri, ni wanafiq. Min al-a'rabi, katika watu walio nje ya mji. Manaziluhum qaribatun min manazilikum, miji yao wanamoishi ni karibu na huu mji wenu, yani ni majirani zenu. Ndio maana akamwambia mimman haulakum, nyinyi mko vingine, lakini mkitoka hapo nje tu mtakuta watu wako vingine. Nyinyi mko vingine hapa, mpo na kiongozi wenu, mtume wenu, mnayoyatenda nyinyi hapa mjini, tofauti na ukitoka hapo nje kidogo. Majengo yao, miji yao wanayoishi ni karibu sana na mji wenu, lakini tabia za hapa mjini kwenu zitatofautiana na tabia za watu mkeshatoka nje ya mji hapo. Wa min ahli al-Madina, lakini pia sio kwamba watu wa mjini wote ni wasafi, na hata katika watu wa hapa mjini Madina, yani pia napo kuna wanafiki wapo. Wa min ahli al-Madina, na katika watu wa Madina, munafiquna aidan, pia napo kuna wanafiki, lakini wamesifiwa wale wa Arab ashaddu kufran wa ashaddu nifaqan, wamezidi tena washamba. Mjini wapo, lakini wako kisomi zaidi hivi, lakini vijijini la shida. Maradu ala nifaqi, wapo mjini kwenu hapa watu waliotopea kwenye unafiki, yani maana yake laju fi nifaqi, wamezama kwenye unafiki. Wastamaru alaihi, halafu wanauendeleza. Si unafiki wa kusema labda wajinga tukiwaelimisha wataelimika, hapana. Ni unafiki wa maksudi ambao wanauenzi, wanaendelea nao, na wengine mpaka mauti yanawakuta wako na unafiki wao wa mjini, lakini wanafiki. Qala Ibn Abbas amesema, maranu alayhi wa thabbatu minhum Ibn Salul, kuna watu wapo mjini werevu, sio wajinga, wamesoma, lakini wameng'ang'ania unafiki, na miongoni mwa hao ni huyu bosi wao Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Waljulasu, na mwingine anaitwa Julas. Wa Abu Amir ar-Rahib, mwingine anaitwa Abu Amir ar-Rahib. Hao ndo figures wa kuonyeshewa vidole, wamemsumbua sana mtume watu hawa, na walikuwa wanasikilizwa. Kuna watu huku chini wanawapenda, wakitoa maagizo yao wako watu wanaoyafanyia kazi. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, nyinyi munaishi nao lakini hamuwajui. Allah anawaambia la ta'lamuhum, hamuwajui nyinyi, au wewe mtume huwajui watu hawa. Nahnu na'lamuhum, lakini sisi ndo tunaowajua. Yani aliyewaumba anawajua vizuri sana, lakini wewe wanaweza wakakuhadaa usijue. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Hawa watu wanafanya unafiki kwa kumhadaa Allah na kuwahadaa waumini, lakini hakuna wanayemhadaa ila nafsi zao, na wenyewe hawajui kuwa wanajihadaa. Kwa hiyo wako mjini lakini wanafiki. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, la ta'lamuhum anta ya Muhammadun, wewe mwenyewe mtume hawa watu huwajui mpaka tukujulishe. Limaharatihim fi nifaqi, kwa sababu wako vizuri, ni wamahiri sana kwenye unafiki wao. Na Allah mwenyewe kawasifu kwenye suratul Munafiqun, alisema idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum,
si watu wenye sura mbaya kwamba labda sura zao zinatisha, si watu wenye maumbo mabaya labda utashtuka ukiwaona. Wanakuwa ni watu wazuri, wasafi, werevu, wachangamfu. Ukiwaona wanakuvutia maumbo yao. Wa yaqulu, na wakisimama kuongea, utapenda hutuba zao. Tasma liqaulihim, lazima utasikiliza maneno yao, ni mafasaha wa kusema. Kwa hiyo wanafiki si watu wapumbavu, werevu mno, wajanja sana. Sasa Mtume anaambiwa la ta'lamuhum, wewe huwezi kuwajua hawa watu. Nahnu na'lamuhum, sisi ndiyo tunaowajua. La ta'lamuhum anta ya Muhammadun, wewe Muhammad hawa watu huwezi kuwajua. Limaharatihim fi nifaqi, kwa sababu ni mahiri sana kwenye unafiki wao. Bihaithu, kwa namna ambayo yakhfa amruhum ala kathirin, tabia yao mbaya imejificha, watu wengi hawawezi kuwajua, huwezi kuwashtukia. Yani mtu anao uwezo wa kusimama kwenye mimbari ya Mtume akatoa hutuba nzuri ya dini mpaka wasikilizaji wakasema huyu bwana hajafa tu, lakini akifa leo mtu wa peponi. Fasaha wa kusema, mwerevu wa kupangilia maneno, mada. Akisema lazima utamsikiliza tu, lakini imani yake kwenye dini sio nzuri, ni mnafiki kama wanafiki wengine. Walakin nahnu na'lamuhum, lakini sisi ewe Muhammad tunawajua. Yani yeye Allah mwenyewe anawajua viumbe wake. Wa nukhbiruka an ahwalihim, na ndio maana tunakupa habari juu ya hali zao. Watakachokifanya kwa siri sisi tutakujulisha. Walau nasha'u la arainakahum, kwenye suratu Muhammad Allah kamwambia Mtume, kama ningetaka ningeli pinpoint nikakuonyesha ni huyu na huyu na huyu na huyu na huyu, lakini Allah hakutaka amjulishe, amwainishie kwa majina. Fala araftahum bisimahum, lakini we mwenyewe tu utawajua kwa alama zao. Nitakupa ishara ya kuonyesha alama zao ni hizi. Ukimwona mtu yuko hivi, ujue huyo ni mnafiki. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawli, na utawafahamu kwenye kusema. Lahn maana yake kilugha ni grammatical error, makosa ya kinahau, ndo lahn, kukosea kusema. Lakini hawa Kiarabu ni lugha yao, werevu sana wa lugha. Sasa lahni inakujaje na mtu anaongea lugha yake aliyozaliwa nayo? Utawaona kwenye expression zao, watasema maneno mengine hayaelekei, hayakubaliani na Qur'ani. Utajua huyu ndo katika wale. Qur'ani imesema vingine na yeye atasema vingine, kwa sababu yeye huongea kile kinachotamaniwa na nafsi yake, na wakati mwingine kinachotamaniwa na nafsi kinakataliwa na wahi. Kwa hiyo utawajua tu, watafanya makosa katika usemaji. Kwa hiyo tutakujulisha, nukhbiruka an ahwalihim, tutakujulisha Muhammad, utawatambua kwa hali zao walivyo. Sanuadhibuhum marratayn, hawa watajidai kwa sababu wako hai duniani. Wakifa hawa, wakiingia akhira, tutawaadhibu mara mbili. Kosa analolifanya huyu akilifanya mtu mwingine, adhabu atakayopewa mwingine, huyu atapewa mara mbili kwa kosa lile lile. Na hata motoni wana nafasi yao, mambiwa innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Wanafiki watakaa kule kwenye bezi ya moto, shinani unakotokea kule kukali zaidi, ndo wanaenda kukaa wao. Sanuadhibuhum marratayn, tutawapa adhabu mara mbili, maradufu. Yani fi dunia, tutawaadhibu duniani bilqatli wal asri,
wanaweza wakaingia kwenye mikono ya maadui, wakatekwa, wakashikiliwa kama mateka, na wengine wakauawa. Itakuwa ni adhabu yao ndogo ya duniani. Wa indal mauti, na tutawaadhibu wakati wa kufa, biadhabil qabri, kwa adhabu ya kaburi watakapoingizwa makaburini mwao. Hizo ni adhabu ndogo ndogo. Adhabu ya duniani na adhabu ya barzakh. Thumma yuraduna ila adhabin azim. Alafu wakishamaliza hizo watarejeshwa katika maisha yao ya milele kwenye adhabu kubwa zaidi, ile adhabu ya kudumu kwenye moto. Thumma fil akhirati yuraduna ila adhabin nari, kisha akhira watarejeshwa kwenye adhabu ya moto, alladhi a'addahu Allahu lilkuffari walfujari. Adhabu ya moto Allah ameiandaa kwa makafiri na watu wanaofanya makosa ya makusudi, wanaofanya fujur. Kwa leo inshallah tuwekee hapo, ila narudia tena. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman, na katika hawa mabedui, watu wa vijijini, wako ambao wanahesabu kutoa kwao sadaka ni hasara, wanatiwa hasara kwenye mali. Wayatarabbasu bikum dawair, na kadiri mnavyowaambia wachangie mambo ya jamii, mambo ya dini, wanawaapiza, wanakuombeeni majanga, maafa, ili mkiteketea nyinyi wao wasalimike na mali zao na starehe zao. Lakini hichi wanachowaombea nyinyi nitawapa wao, alaihim dairatu sawi, kwao ndo yatakuja majanga au maafa mabaya. Wallahu samiun alimun, na Allah ni mwenye kusikia na anajua, anasikia wanayosema viumbe wake na anajua dhamira zao. Wa min al-a'rabi, na katika watu wa vijijini, man yu'minu billahi wal yawmil akhir, wapo ambao wanamuamini Allah na wanaamini siku ya mwisho, kwa hiyo wanajiandaa nayo, wanafanya mambo ya kheri. Wayatakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah, na wanatoa sana sadaka kwa kuwa wanajua wanachokitoa ni kitu cha kuwakurubisha kwa Allah, wanajisogeza karibu na Allah kupata radhi zake. Wa salawati rasuli, na wanatoa wanachokitoa kwa kutegemea dua za mtume awaombee kheri na msamaha na radhi ya Allah. Ala, ieleweke kwamba innaha qurbatul lahum, hakika watu hawa kile wanachokitoa kwa ikhlasi kweli kinakuwa ni kikurubisho kizuri kwa Mola wao, Allah anawakubali. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi, watu kama hao wenye kutoa kwa kutaka radhi ya Allah, Allah atawaingiza kwenye rehema zake, atawarehemu. Allah tujalie na sisi tuwe ni miongoni mwa hao. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Anawasamehe wanaokosea wakitubu, na anawarehemu kwa kuandalia mazingira ya kujirekebisha ili watoke kwenye makosa waende kwenye kheri. Wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia mbele katika imani na taa, wale wa mwanzo, minal muhajirina wal ansari, katika muhajirina na ansari. Muhajirina ni watu wa Maka na ansari watu wa Madina. Alladhina tabauhum walladhina tabauhum biihsani, ukiacha na muhajirina na ansari, pia kuna wengine waliowafuata hawa kwa wema, wameishika dini kama walivyoishika muhajirina na ansari. Radiyallahu anhum, wote hawa Allah yuko radhi nao. Waradu anhu, na wataridhika na watakavyolipwa na Allah. Wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu,
Allah amewaandalia pepo ambazo kuna pita mito chini yake, khalidina fiha abada, huko kutakuwa ndiko kwenye maisha yao ya milele. Dhalika alfawzul azim, hayo ndiyo mafanikio makubwa. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi, na walio jirani yenu katika watu wa vijijini, watu wa nje ya mji, munafiqun. Uko nje ya mji kuna watu wanafiki, sio mchezo. Wa min ahli al-madina, hata katika watu wa mjini pia hapa wako wanafiki. Maradu ala nifaqi, wamebobea katika unafiki. La ta'lamuhum, wako hapa hapa mjini, lakini wewe mwenyewe mtume huwajui yao, kama hatujakwambia. Nahnu na'lamuhum, sisi ndo tunawajua. Sanuadhibuhum marratayn, hawa wanafiki wa mjini tutawaadhibu mara 2. Thumma yuradduna ila adhabin azim, halafu watarejeshwa kwa Allah kwenye adhabu kubwa. Tunaishia hapo kwenye aya ya 101 kwa mujibu wa muda, na tutakuja kuendelea na aya 102 kwenye darasa ijayo biidhnillah. Jana nilisema aya ya ngapi vile? 97. Sababu ya kushuka aya hii, anasema shekhe, ilishuka kuhusiana na makabila yaliyo jirani na Maka, jirani na Madina. Nazalat fi a'aribi min asadin, kulikuwa na kabila, maana Waarabu walikuwa wanaishi kwa makabila. Kabila la Banu Asad wa Ghatfani, na kuna kabila la Banu Ghatfani, wa ariba min arabi hadiri al-Madina, pamoja na wale watu waliokuwa wanaishi ndani ya Madina yenyewe wastaarabu, watu wa mjini. Kwa ajili yao ndo zilishuka aya hizi. Allah ametukhabarisha kwamba anna fil a'rabi kuffaran wa munafiqin, hakika katika watu wanaoishi nje ya miji kuna makafiri wa nguvu na wanafiki wa nguvu. Kafiri ni mtu ambaye ana declare msimamo wake, mimi dini yenu sikubaliani nayo, na sina habari na lolote kwenye Qur'ani yenu, naipinga, naikataa. Lakini mnafiki huwa ni mtu aliyekubali, katoa shahada, anasema la ilaha illa Allah, msikitini anakuja. Lakini hawa physically kafiri na mnafiki ni ndugu, ni sawa sawa, isipokuwa tofauti yao, kafiri ndo huyo ambaye kajiweka wazi, mimi sikubali. Mnafiki yeye hudanganya akasema mimi natambua Mungu ni mmoja, kiyama kipo, mtume Muhammad mtume wake, lakini kiuhalisia yeye na kafiri ni sawa sawa. Lakini kwenye muonekano anaonekana yeye ni Muislamu. Sasa hawa watu walikuwa ni watu wasumbufu, na mara nyingi kama aya zilizozungumza walikuwa wanatumiwa vibaya. Yule kafiri, kafirun harbiyun, kafiri mpenda vita, anayetaka kumpiga mtume, hufanikisha malengo yake kwa kuwatumia hawa watu wa chini, hawa wanafiki. Kwa sababu ya hawa ndo Allah akateremsha hizo aya, iwe ni taarifa kwa mtume, asije akabweteka akaona na watu chini yangu.
wasaidizi wangu wanakuwa kwake ni wabaya, wanatumika vibaya, wanatumika dhidi yake. Kwa hiyo zilishuka kupewa elimu ya kwamba chini yako uwe muangalifu. Kuna watu wewe utawahesabu ni watu wako, lakini watakuwa ni maadui zako. Tahadhari nao sana, kama walivyoambiwa humul adu fahdharu, hawa ni maadui, kuwa muangalifu. Kwa hiyo ukiwa na madaraka kwenye sehemu za uteuzi na mambo mengine, umakini unahitajika. Huenda ukaja ukampa mtu dhamana, ikawa ushampa rungu la kukutandika wewe mwenyewe. Unaona? Wewe unataka upige hatua mbele, kumbe umempa mtu wa kukublock, ukufanyia jambo ambalo usongi mbele, au usichukue muda uangamie, kama hawa tunavyoambiwa wanakuombea uangamie. Wayatarabbasu bikum dawaira. Sasa ni watu wako, unawakubali, wanakuchekea, lakini upande wa pili wanakuwa wanakula kivuli. Sababu ilikuwa ni hiyo, walikuwa kwa watu kama hawa mjini na vijijini, ambao walikuwa si watu wazuri upande wa dini, na hawana msaada kwa mtume, isipokuwa msaada wao uko kwa maadui wa mtume. Wao wanaangalia maslahi yao tu. Wakipewa pesa za kutosha wanafanya chochote kile, wakiwezeshwa wanaweza. Wallahu a'lam. Naam. Kwa mujibu wa maneno ya mtume, katupa vigezo vya kimiamala. Anasema thalathun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat lahu khaslatun minha kanat lahu khaslatun min an-nifaqi hatta yada'a. Kuna mambo matatu yanapokuwemo kwenye tabia ya mtu, mambo yote matatu, huyo anakuwa ni mnafiki safi. Lakini akawa ana sehemu ya matatu hayo, basi ana sehemu ya unafiki, mpaka atakapoacha hiyo sehemu ndo atakuwa kashajitakasa. Ni yale maarufu. Kwanza, akiaminiwa mahala kupewa dhamana, hufanya khiana, haitendei haki. Huyo anakuwa ni mnafiki, manake hata hamuogopi Mungu. Pili, akiahidi ahadi ambayo kawapa watu matumaini, wanasubiri atekeleze ahadi yake inakuwa ya uongo, hatimizi ahadi. Na ikitokezea mivutano baina yake na mtu mwingine wakagombana, huwa hakubali nasaha. Muumini yote ukimnasihi kwa kheri, hasa kwa aya na hadithi, hurudi chini akakubali. Lakini mnafiki wanakuwa mbishi, hakubali hata ukimsomea haya. Hizo ndo ishara ambazo mtume katoa. Kwa hiyo ukiwa unataka uwe muumini safi, uache hizo tabia. Ukiaminiwa uonyeshe uaminifu, ukiahidi utekeleze ahadi, na ukigombana wakija watu kukupatanisha ukubali. Maana Allah anapenda watu kusuluhishana, kupatana. Sema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina nas. Hakuna kheri kwenye maongezi ya watu wanapokaa wakawa na siri yao wenyewe wanajadili, isipokuwa wakikaa kujadili sadaka au kujadili yale mambo mema anayoyataka Allah tutayatekelezaje, au wakajadili kuna magomvi, mizozo, tutarekebisha vipi na kuleta hali watu hawa waelewane. Hivyo ni vikao vizuri. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah, anayefanya hayo kwa kutaka radhi ya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, karibuni hivi akifa tu atakuta ujira wake mkubwa. Kwa hiyo ukijali watu kupatana, maendeleo yao, sadaka na hivi vitu vingine, unakuwa umefanya jambo la kheri. Sasa mnafiki hizo ndo hataki hizo kheri, upingana nazo kivitendo. Wallahu a'lam.
Tukijalia anataka kutoa zaka ya mali ya biashara, basi vitu vyake vyote vilivyomo kwenye mfumo wa biashara anavipiga thamani, halafu hisabu atakayoipata agawe kwa 10, jawabu atakayoipata agawe kwa 4. Hii robo ya fungu la 10 ndio itakuwa zaka ya mali zake zote alizonazo. Maana zaka ziko za vigawanyo kadhaa. Kuna zaka ya mifugo, kama anafuga ngamia, ambio wakifikia wangapi ndio unaanza kutoa zaka, na zaka yake inakuwaje. Kama anafuga mbuzi, inaambiwa wakifika mbuzi 40 ndio unatoa zaka, zaka yake unatoa mbuzi mmoja kila mbuzi 40. Kama ni mali ya biashara, asset zako zote za biashara unaziorodhesha pamoja na pesa taslimu ulizonazo, halafu ndo unatoa robo ya fungu la 10 ndo zaka yake. Kwa hiyo kama ana milioni 10 imekaa mwaka, ndo mali yake yote hiyo, basi milioni 10 anaigawa kwa 10, atapata milioni 1. Milioni 1 sio zaka yake, milioni 1 hii inakuwa ndo fungu la 10, agawe kwa 4 apate robo ya fungu la 10. Au mali yake yote milioni 10 hii aigawe kwa 40, jawabu atakayopata ndo zaka ya milioni 10 yake, itakuwa ni 2,500,000. Sawa? Milioni 10 zaka yake 2,500,000. Kwani nyingi? Pesa mbuzi tu, lakini nzito watu kutoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zidna ilman wa hikma warzuqna fahman bifadlika ya latif, wa 'allimna ma la na'lam wa fahimna ma la nafham, innaka anta rabbana wa anta al-hakam wa innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.